Amen. Leo tutajifunza somo ambalo linaitwa jinsi ya kupata hitaji lako kwa kutumia neema ya Mungu. Neema ni roho ya upendeleo ambayo unakuwa nayo, ambayo hiyo roho inakufanya upate jambo fulani ambayo yamkini ulistahili au haukustahili, lakini kwa jinsi ambayo haukuitegemea. Sawa? Kwa maana nyingine, neema ni kama vazi fulani ambalo unapewa special linalokustahilisha kuingia kupokea haja yako uliyokuwa unahitaji. Elewa kuwa Yesu alijua kuwa kuna mambo ambayo kwenye maisha yako utastruggle sana, na yamkini utatamani kuyapata, ila kwenye zile strategies za kimungu, nyakati, majira, unakuwa hujakidhi. Kwa sababu kuna nyakati ambazo unakuta Mungu anaziruhusu mwenyewe tu kwamba mwanangu, hiki kitu huwezi kupokea kwa sasa hivi kwa sababu bado haujakidhi vigezo fulani. Lakini unapovikwa hili vazi la neema, unajikuta umepokea hivyo vitu. Manake ulikuwa ustahili kulingana na garanti za kawaida, lakini unajikuta una hicho kitu baada ya kuvikwa hili vazi la neema. Waefeso 2:8-9. Sikiliza, neema kazi yake si kwamba inapunguza gharama au inaondoa kwamba vile vigezo ambavyo itakiwa vikidhi ili upate, lakini ni kwamba Yesu mwenyewe anaingilia kati. Ile gharama aliyolipa, ile neema aliyonayo, anakuvisha wewe. Manake unapokea ule uwezo wa Kristo au utendaji au uhalali kwenye jambo fulani kutokea. Na kwa sababu umepokea ule uhalali wa Yesu moja kwa moja, unajikuta umepokea jambo fulani. Kwa mantiki nyingine, neema inakufanya wewe kupokea vitu vyote vya mbinguni ambavyo mwana wa Mungu alitakiwa vipokee. Kwa nini? Kwa sababu unapozungumza neema, unamzungumza Yesu mwenyewe. Maana unapovikwa neema, maana unakuwa Yesu automatic. Ukiwa Yesu, manake chochote ambacho utakiwa unakitamani unakipata. Kumbuka Nuhu alipopata neema, miongoni mwa watu wote katika kipindi chake, yeye tu ndo aliyevuka, aliyeshinda na kuwa salama katika lile gharika. Mwanzo 6:8. Kwa nini miongoni mwa watu wote Nuhu peke yake ndo aibuke kuwa salama miongoni mwa wenzake wote? Kwa nini Nuhu peke yake? Ulisha kujiuliza kwamba walikuwepo watu wangapi kipindi cha Nuhu? Lakini kwa nini? Ina maana yeye alikuwa haoni uchafu, alikuwa haoni dhambi, alikuwa kwamba macho yake alikuwa analinda sana masikio na moyo wake au mdomo wake, alikuwa hasemu. Lakini kwa nini Nuhu na wale watoto wake waliweza kuwa salama katika gharika? Kuna neema. Unapopokea neema, whatever the situation ambayo itakiwa ikukumbe na wewe, unajikuta umekuwa Yesu. Manake ukiwa Yesu, manake inakupa uhalali wa kuvuka kwenye hiyo changamoto. Sijui unapata point yangu? Neema kazi yake ni kukufanya uwe kama Yesu vile vile alivyo. Maana inakufanya upokee haki za Yesu, uwe salama kama Yesu, uone kama Yesu, upate kama Yesu, kila kitu kama Yesu. Ndiyo maana Musa alipopata neema kwenye Kutoka 33:17, alijikuta hata akiomba chochote mbele za Mungu, hata ombi ambalo Mungu alikuwa amesema hapana, anapata. Kwa nini? Ukipata neema unakuwa Yesu. Ukiomba Mungu anakusikia. Yaani siri kubwa ya neema kazi yake ni kukufanya uwe Yesu. Tuko pamoja? Inakufanya uwe na garanti zote, uongee kama Yesu, uwazi kama Yesu. Ukiomba Mungu akutendee kama vile ambavyo Yesu angeomba. Si tunaelewana? Ndio maana katika kitabu kile cha Yohana 1:17 Biblia inasema
Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Swali, kwa nini Yesu alete neema na kweli? Kwa nini? Utagundua kwamba kumbe Yesu ni neema mwenyewe. Tuko pamoja. Si unajua kwamba Yesu alikuja, vitu vikubwa Yesu alivyokuja navyo duniani ni neema na kweli. Kwa utakapoiona sehemu yote neema, umemwona Yesu. Ndio maana nakwambia hivi, unaposema maombi ya neema, manake ni maombi ya kuwa kama Yesu. Maana unapovikwa vazi la neema au unapovikwa roho ya neema, ukisimama mbele za Mungu unasimama kama vile Yesu anaposimama. Kwa ukiomba Mungu atakutendea. Elewa kwamba Yesu alikuja na neema ili uwe kama yeye. Maanake unapoipokea neema yake unakuwa yeye. Ndio maana unakombolewa, unakuwa mbali na dhambi, unapata hivyo na vitu vingi vingi. Sasa watu wengi wanafundisha neema lakini hawajui neema ni nini. Yaani hawajafunuliwa kuona au kujua au kutambua ni nini kilichomo ndani ya neema. Yaani siri kubwa ya neema ni nini? Tuko pamoja. Kila mtu anasema ni kwa neema ya Mungu, lakini unajua siri ya neema ni nini? Neema ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo unaposema ni kwa neema ya Mungu, maana yake unasema ni kwa Yesu mwenyewe. Sawa? Ni kwa Yesu wa Mungu. Tuko pamoja. Ukiona umeokoka kwenye shida fulani, ukasema ni kwa neema, maana yake ni kwamba kwenye wakati ile shida ilipotokea, Yesu ndiye aliyeonekana kwenye ile shida. Yesu alipoonekana, maana yake ile shida ilikuogopa, ikapita pembeni. Ukiona labda umevuka changamoto ukasema aise nimeokoka ajali kwa neema, ni maanisha kwamba umeokoka ajali kwa sababu ile ajali ilipotokea, ilipokuona wewe, haikukuona wewe, ilimuona Yesu, ikaogopa, ikapita pembeni. Ndio maana umeokoka kwa neema, maana yake umeokoka kwa kuwa kama Yesu. Si tunaelewana? Concept nadhani kwa mtu ambaye uko kiroho utanielewa zaidi. Kwa mtu ambaye umefundisha masomo ya neema utanipata zaidi. Sasa Wakorintho wa pili 9:8 inasema kwamba Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi katika kila tendo jema. Iko hivi. Unaweza kupata kanema, unaweza kawa Yesu kwenye kaeneo fulani. Yaani kwamba tunatofautiana neema. Maana yake Yesu ni Mungu. Kama Yesu ni Mungu, Mungu hawezi kuwa furu katika binadamu mmoja. Kwamba wewe mwenyewe uwe nabii, wewe mwenyewe uwe mtume, wewe. Yaani kila mtu anapata kaposheni kake. Maana yake anapata ka Yesu kake. Si tuko pamoja? Yaani kila mtu anapata ka neema kake. Anakuwa Yesu kwenye, sijui nisemeje. Natamani Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa. Na maanisha kwamba hivi, Mungu alivyo, Mungu ni mkamilifu, lakini hakuna mwanadamu anayeweza kubeba ukamilifu wote wa Mungu kwenye kila engo ya maisha yake. Yaani kila mtu anapata kaufunuo, anapata ufunuo wa Mungu kwenye kaengo fulani. Kwa matukio hata kupata kanema au kuwa kama Yesu, tunakuwa kama Yesu kwenye engo fulani tofauti. Kwa mfano mimi naweza nikakufundisha neno ukanielewa vizuri. Yamkini siwezi kukuhubiria ukanielewa, si ndio? Au kuna mwingine anaweza katoa unabii vizuri kabisa, au mwingine anaweza kawa yuko vizuri kwenye eneo fulani specific. Hiyo ndo maana ya neema. Maana yake unakuwa Yesu kwenye eneo fulani. Maana yake ukitokeza kwenye eneo labda la miujiza au walimu au eneo fulani, unakuwa perfect kama Yesu. Unaweza kufundisha vizuri, watu wakakuelewa. Unaweza kufanya vizuri, watu wakabarikiwa. Lakini wakikupeleka kwenye eneo lingine, unakosa kuwa Yesu kwenye eneo hilo. Maana unakosa kanema kwenye eneo. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kapokea neema kwenye kila eneo. Ndio maana kwenye ile andiko anasema hivi, kwamba Mungu sio kwamba hashindi kukupa neema, kila aina ya neema, ila anaweza kukujaza kila aina ya neema unayopata. Kama ni neema kwenye biashara, unashangaa ukifanya biashara inaenda, kwenye huduma inaenda, kila eneo inaenda, kila eneo. Kwa Mungu anaweza. Sasa shida ni kwamba unaweza kuchukua gharama, ndio swali kubwa. Kwa hiyo ukianza kufikiria neema, utagundua kwamba neema ni kuwa Yesu kwenye eneo specific, eneo fulani.
Sawa. Huu ni ufunuo, na naamini Roho Mtakatifu utakapoendelea kusikiliza hii audio mara kwa mara utafunuliwa ninachokizungumza kwenye maisha yako. Ndio maana kwenye Tito 2:11 hadi 12 nasema, maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu sasa. Kwa kumbe mtu anapopokea neema, ikiwa alikuwa na dhambi, ghafla dhambi inamwachia na kuwa kama Yesu. Sawa? Na akishakuwa kama Yesu, manake anaweza kujua vitu. Manake anaweza akafundishwa bila hata kumfundisha kwamba hili ni baya, hili sio baya. Kwa sababu kumbe kuwa kama Yesu ni kama kuwa kama Adamu yule wa kwanza. Kumbuka Adamu wa kwanza, hakuna mtu aliyemfundisha kwamba huyu ng'ombe anaitwa hivi. No, alikuwa anaweza kutambua automatic. Kwa unapopata neema, maana unapookoka, neema inapokuwa juu yako ya wokovu, automatic unaweza kujua kwamba hili ni dhambi, kuvaa hivi ni dhambi, kunyoa hivi ni dhambi, kuvaa nguo za aina fulani ni dhambi, hata kama mtu hajakushuhudia. Kwa kuna wakati unaweza kuta tunajibishana kwamba hivi kuvaa nguo fulani ni dhambi, sio dhambi, hivi kunyoa, hivi kuongea hivi kukana. Ukishapata neema ya Mungu, ukishapata neema ya Mungu, manake neema ni kuwa kama Yesu. Ukishapata ile neema ya Yesu ndani yako, automatic utajua kwamba hiki kitu ni dhambi. Hata kama watu wengine wanaona sio dhambi, wewe utajua hiki kitu ni dhambi. Ndio maana ya neema. Tuko pamoja? Neema ni kuwa Yesu specific kwenye eneo fulani, aidha kwenye ukombozi, kwenye kuokoka, kwenye kuongea, kwenye biashara, kwenye kupata mume mwenza, kwenye kuishi maisha matakatifu. Yaani inategemeana umepata neema kwenye eneo gani, unataka neema eneo gani. Sasa unawezaje kutumia hii Yesu au neema kupata hitaji lako? Ndio swali ambalo ndio lengo kubwa la somo. Sasa kitu cha kwanza, elewa kwamba neema ya Mungu inaleta, ukishakuwa kama Yesu kwenye hitaji, yaani ukishavaa Yesu kwa ajili ya jambo fulani, unalipata. Kumbuka Yesu ni niko ambaye niko. Kama umefuatia masomo yangu utanielewa ninachokizungumza. Yesu anakuwa vile atakavyokuwa kulingana na shida ulionayo. Si unanipata? Na natumia viwango vikubwa vya kiroho kuongea. Sasa sidhani kama unaweza kanipata, ila Roho Mtakatifu naamini utakapoendelea kurudia hii clip na kumwomba Roho Mtakatifu kufunulie, utapata mafunuo ambayo ninaachilia siku ya leo. Tuko pamoja? Kwa hiyo Yesu manake ni niko ambaye niko, manake anakuwa vile shida yako ilivyo. Manake kama una njaa anakuwa mkate, kama una kiu anakuwa maji, kama unahitaji mavazi anakuwa mavazi, kama unahitaji njia anakuwa njia pasipo na njia. Si tunaelewana? Kama unahitaji kimvura anakuwa mti wa uzima, kama unahitaji matunda anakuwa mzabibu mwema. Kwa hiyo Yesu anakuwa vile shida yako ilivyo. Kwa hiyo sasa ninaposema neema, manake kwa mfano kama wewe ni kijana unataka kazi, utaanza kumwambia Mungu, ninaomba neema kwenye eneo la nini? La kazi. Tuko pamoja? Kama wewe ni binti unataka kupata mwenza, utasema Mungu, ninaomba neema ya kupata nani? Mwenza. Yaani maana nataka unipe kuwa Yesu kwenye eneo la kufanyaje? La kupata. Ukiwa kama Yesu kwenye eneo la mwenza, lazima tutapata mwenza. Automatic, sio ombi. Sasa ukiwa kama mama unamwambia Mungu, naomba neema labda ya kupata jambo fulani. Yaani ukijua hii siri ya neema utapata. Kwa hiyo kama labda unatamani Mungu akutumie sana kwenye huduma, uwe na hekima kubwa, ujue vitu vikubwa vya kiroho, uwe muombaji sana, uwe mtakatifu sana, unamwambia Mungu, ninaomba unipe neema kwenye huduma. Ukisema Mungu nipe neema kwenye huduma, manake utaspecific sasa. Kwa utamwambia nataka unipe neema kwenye huduma, niwe kama vile Yesu ulivyofanyaje? Ulivyokuwa ukitenda. Kama niwe na matokeo, miujiza itokee, maajabu yatokee. Kwa hiyo hii itakufanya ulete matokeo kwenye eneo fulani kwenye huduma yako. Kama ni mwalimu utakuwa na matokeo, watu ukiwafundisha watakuelewa.
Kama ni mwinjilisti ukihubiri wataokoka. Kama ni nabii utatoa unabii vizuri. Kama ni mtume utakuwa na utume ambao utakuwa na matokeo. Kwa hiyo hii ndio ambayo inaitwa neema. Maana yake unavikwa uwezo specific kwenye eneo husika. Kwa hiyo natamani sasa leo tukafanye mazoezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani tufanye nini? Mazoezi. Na mahali popote ulipo utafuatisha pamoja na mimi maombi haya. Lakini nitakatiza, ila nitakupa tu mfano kwa kuanzia. Kwa mfano wewe ni binti au wewe ni kijana unataka kupata mwenza. Jinsi ya kuomba unakuwa unasema hivi: Mungu ninaomba neema kupata mwenza. Mungu ninaomba neema kupata mwenza. Mungu ninaomba neema kupata. Kila mara kwa mara ukiwa unajifungia labda kwenye maombi yako siku nzima, wiki nzima, mwezi, maombi yako ni hayo hayo. Hata kama ulikuwa na miaka hujaolewa, ukiomba hivi ndani ya mwaka kwa ukiwa serious, una consistency kwenye hili ombi hivi, usiombe kingine no. Naomba Mungu neema kupata mwenza. Utampata na itakuwa. Kitu kingine, kwa mfano unataka wewe ni mama, unataka ndoa, au wewe ni binti kijana, ndoa. Najua hizi ndio changamoto nyingi ambazo nimekutana nazo kwenye huduma. Sasa nafundisha hivi ili ikusaidie wewe na isaidie wengine pia. Wewe ambaye una ndoa, shukuru Mungu. Tutajifunza kila mtu kwa sehemu yake. Kwa kama unatamani ndoa, na kunaomba hivyo kwa wiki, mwezi, hivyo na kuna mwambia Mungu. Ukitulia ukiwa kazini, popote unakuwa unasema, Mungu, ninaomba neema kupata ndoa. Yesu, naomba neema kupata ndoa. Yesu, naomba neema kupata ndoa. Baba, naomba neema kupata ndoa. Roho Mtakatifu naomba. Unaona nimetumia watu wangapi? Mungu, Baba, Yesu, Roho Mtakatifu. Omba kadri hizo zote ni renki zote za uungu. Unapowaomba watakusaidia. Tuko pamoja? Watakupa ndoa kirahisi sana. Unaweza kaongeza kwamba Mungu naomba nipate kitu fulani kiwepesi. Unataka mtaji, unataka fedha, unataka chochote, tumia ombi hivi na utapata matokeo.